Asalamu alaykum. Alaykum salam mama. Mheshimiwa Waziri, kero yetu sisi ni ndogo lakini ni kubwa kwa wananchi wahusika. Sisi tunaishi kijiji cha Soni, kitongoji cha Ntulii. Ni kijiji kidogo lakini kina wakazi 241. Tulinunua maeneo hayo kwenye ofisi ya serikali ya kijiji, tukauziwa, tukapewa hati, tukawa tunamiliki wenyewe kama kawaida. Lakini baada ya hapo lilitokea tatizo kidogo kwetu. Halmashauri ya wilaya ya Bumbuli, uongozi ulitumwa kwetu, tukaitwa mara ya kwanza, mara ya pili na mara ya tatu. Lakini wakaja wakapima ardhi ili tumilikishwe ardhi. Lakini katika kupima huko tukagundua kwamba tunauziwa yale maeneo mara mbili. Kwa hiyo wameahidi kwamba wanakuja kupima, na wakaja wakapima, kila mtu akapewa siku ya mita zake. Sasa tunashindwa kulipa kwa sababu kwa nini tunalipa mara mbili? Na tumekaa kwa muda mrefu. Kuna mzee mmoja ambaye yeye alikuwa anafanya kazi ofisi ya Usadeko. Pensheni yake hakupewa pesa, alipewa eneo. Lakini cha ajabu lile eneo pia limechukuliwa na halmashauri na anatakiwa alipe. Huo sio uungwana. Pili, kutokana na hali hiyo, eneo lile kwa kifupi, walio wengi wanasikitisha ni wajane kwenye lile eneo. Mtu anaambiwa alipe 2 milioni 3 kutokana na square mita za eneo lake. Lakini bado tulikaa na mheshimiwa mkurugenzi, tukamuomba, hatujakataa kulipa hapa palipofikia ili tuendelee kukaa kwenye makazi yetu. Basi tunaomba badala ya shilingi 1500 kwa square mita, tufanyiwe hata angalau shilingi 500. Akatuambia ninawapa miezi 6 nitawarudishia majibu. Bado hajaturudishia majibu, anahitaji bado tuendelee kupeleka malipo. Kuna baadhi wamepeleka malipo, wengine wameshindwa. Mimi nilikuwa sina pressure. Sasa hivi nina pressure, nina sukari, ukizingatia ni mjane, nina watoto, nina wajukuu, sina cha kufanya. Pesa ile nitaitoa wapi? Bado wale wapimaji walikuja wakapima. Mtu ana square mita kadhaa nyingi, unakuta analipa hela ndogo. Mwingine ana square mita ndogo, analipa fedha kubwa. Yaani mpaka sasa hivi hatuelewi. Na tumesikia tarehe 18 nadhani ni kesho, wanakuja kurudia kupima. Mbona hawajaturudishia yale majibu ya maswali ya kwanza tuliyowapelekea kwamba aturudishie? Bado tukamwambia na diwani wetu kwamba diwani peleka 1 2 3 katutetee. Bado hajatutetea. Tumeshampa udiwani, yuko kwenye udiwani. Sisi tuna hea. Ni wanawake tupu kwenye ile eneo la Ntulii. Mheshimiwa, unatusaidiaje kwa hilo? Mkurugenzi yuko wapi? Yupo. Mkurugenzi, unalijua hili jambo, tuambie. Kwa nini mnawalipisha watu mliowapimia kwenye maeneo yao? Mama usilie, umeshamaliza vizuri hoja yako. Leo na waziri wa ardhi yupo. Ukimaliza mkurugenzi anaingia waziri wa ardhi. Yuko hapa. Mwenye wizara yuko hapa. Mkurugenzi, hebu tuambie hili likoje? Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninakushukuru kwa nafasi. Mimi kwa jina naitwa Baraka Zikatimu, mkurugenzi wa halmashauri. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hii kero ilifika ofisini katika utaratibu wa kawaida. Wananchi wa kijiji cha Soni, kitongoji cha Ntulii walifika. Walipofika wakawasilisha kero yao kwamba wao wameuziwa maeneo na serikali yao ya kijiji miaka 15 iliyopita huko nyuma. Tukaomba vielelezo, wakatupatia kulingana na mazingira waliokuwa wanayo. Vile vielelezo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni yale mauziano ya kawaida. Hilo eneo linalosemwa lina hati, limepimwa, na hiyo hati inamilikiwa na halmashauri ya Bumbuli. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kupokea kero hiyo, nikawaomba wananchi wa pale kwamba kwa mujibu wa taratibu mwenye mali ni halmashauri kwa maana ya baraza la madiwani. Lazima michakato ifuatwe ili mpate ridhaa ya kumiliki eneo hilo. Tukafanya mchakato wote kupita kwenye vikao vya kamati mpaka baraza la madiwani. Mungu jalia waheshimiwa madiwani wakabariki kwamba hao wananchi warasimishwe hayo maeneo. Sasa namna ya kuwarasimisha, ile eneo bado halijapimwa kwa sababu lina hati ya halmashauri. Namna ya kuwarasimishia ni kufanya utaratibu wa kufuta hati mama ili wao waweze kupewa kila mmoja kipande chake. Ile hati mama, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ina gharama ya kufutwa. Lakini pia
ile hatimama ilikuwa ina deni la kodi ya ardhi, lakini pia kwenye kupimiwa kuna kodi za ardhi kwa mujibu wa sheria. Mimi nikaomba kikao nao, tukakutana. Wakati huo baraza la madiwani kabla ya uchaguzi lilikuwa bado halijavunjwa. Nikaenda nikawapelekea maazimio ya baraza la madiwani. Azimio lilikuwa kwamba wale wananchi wote wameruhusiwa kumilikishwa hayo maeneo, ili mradi wakubali kuchangia gharama za upimaji, na gharama zilizokubaliwa na baraza ni shilingi 1,500 kwa square mita. Sasa nilipowarudishia huo mrejesho, wakataka niwapunguzie. Mimi Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa mamlaka nilionayo siwezi kupunguza hiyo gharama. Nikawaomba mnipe muda, baraza jipya lirudi, kwa sababu tumeshaingia kwenye shughuli za uchaguzi. Nikaombe hiyo idhini na hiyo cost analysis, kama itakubalika nitawarejeshea mrejesho. Kwa bahati nzuri haya sasa hawa ni wamama wameomba 500 na waziri mkuu kaja, itakuwa 500. Uambie wao baraza wafanye hiyo 500 kumaliza hiyo. Ninyi watu wanaingia mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, miaka 15 na halmashauri mpo hapa hapa. Haya, mwenyekiti wa halmashauri mkaidhinishe hiyo. Mwenyekiti wa halmashauri yuko wapi? Mwenyekiti yuko wapi? Mwenyekiti wa halmashauri yuko wapi? Mwenyekiti, wewe ndio mwenyekiti? Mwenyekiti yuko wapi? Mwenyekiti mkakae na mkurugenzi mpitishe hiyo ili mrasimishe hizo hati.